Naam, Wakenya wametakiwa kudumisha amani, upendo na uwiano wakati taifa linapoadhimisha msimu wa sikukuu, huku viongozi wakitoa wito kwa wananchi kuwajali wale walio hatarini katika jamii. Ujumbe huu ulitolewa wakati takriban wakazi 500 kutoka makazi duni walipopokea zawadi za Krismasi kwa njia ya vyakula ili kuwafurahisha katika msimu huu wa sherehe. Mpango huo ulioanzishwa na Ibrahim Hussein ambaye alisema msimu wa sikukuu unapaswa kuwa wakati wa kushirikiana na kuhurumiana. Aliwaonya vijana dhidi ya matumizi ya dawa za kulevya na madawa ya kulevya na hata pombe haramu, akieleza kwamba ni tishio kubwa kwa jamii kwa jumla. Watu wafai kupewa chakula masaa ya usiku juu tunahatarisha maisha yetu. Wamama wamekuwa wakinajisiwa masaa ya usiku. Leo hata sikuwa na chakula ya watoto wangu ya leo. Na nashukuru mheshimiwa kwa sababu sikupata hizo zingine zenye zilikuwa zinapeanwa kwa giza, kwa msituni huko. Lakini leo hii watoto wangu watakula na niko na unga ya kupika chapati ya tarehe 25. Nimekuja hapa kuona leo ile hafla rafiki yangu alifanya hapa Kenya Railway, ambayo watu wengi ambayo hawana mpato wamepatiwa chakula, almost 500 people. Tunajua wakati huu Wakenya wengi wanapitia shida mingi sana, shida ya chakula, shida ya school fees na mambo kadhalika. Kama mimi mkaaji hapa na wakili, nimekumbuka watu wangu, watu wa South B, ndio niliwaletea chakula, ndio wamama wakule, ndio washerekee sikukuu zao. Ujumbe wangu ni kwamba wakae na amani, wakae na upendo na wahimiza vijana wetu pia wakati huu wakae nyumbani, wasikue na wengine madhara ya kama bombe, kama drugs na hizo, ndio at least tufuke mwaka kwa salama. Kenya wengine wanajiandaa kusherehekea sikukuu ya Krismasi.